Endeleni mpira, enjoyini. Wanyama, enjoy. Njia ya utelezi kuelekea baharini katika mtaa wa Kadongo Mshomoroni kwenye eneo bunge la Kisauni inatuchorea taswira ya mandhari matulivu yaliyo mkabala na majengo marefu ya jijini Mombasa. Hapa tunapata vijana wakishiriki katika mchezo wa soka kando ya ufuo huu wa Manyani. Na mtazamaji, ni saa 4 na dakika 19 na kwa sasa hivi tumeweza kufika katika fukwe za Junda. Hapa ni katika eneo la Mshomoroni, eneo bunge la Kisauni, na mandhari ni mazuri. Jua limeweza kuchomoza na vile vile kama unavyoona vijana tayari washarauka kuweza kufanya michezo hapa, na vile vile watakuwa wakishiriki katika zoezi la kupanda mikoko ili mradi tu waweze kulinda mazingira. Kwa hivyo ni mandhari tu, na huu ni mkono wa bahari. Muonekano wa ufuo huu hata hivyo unabadilika baada ya mita chache tunapoona taka zilizotawanyika, hasa plastiki ambazo ni hatari kwa viumbe wa baharini. Ufuo huu ulikuwa umesaulika kwa muda mrefu sana, umejaa takataka za kila aina, diapers, kuna plastiki ambazo zinaleta madhara makubwa katika bahari hii, na mikoko pia imekuwa ikikatwa kwa kasi kubwa sana kwa kutumiwa kwa kuni na masala ya kujenga. Taka za plastiki zinazotapakaa katika ufukwe wa Manyani zimeathiri pia ukuaji wa mikoko, miti ambayo hutoa mazingira ya kuzaana na kukua kwa viumbe hawa. Mikoko ina jukumu muhimu katika fuo zetu na katika kulinda maisha ya baharini. Hata hivyo, imeathirika na uchafuzi na ukataji wa miti, mashirika kama vile Akili Kadhaa na Coastal Oceans yakijaribu kuokoa hali hii kwa kuokota taka na vile vile kupanda miche mipya ya mikoko. Moja katika yale mapengo ambayo tunajaribu kujaza ni kwamba bahari hii ilikuwa kwa kipindi cha nyuma ilikuwa ikitoa samaki wingi zaidi katika hii sehemu, lakini kila uchao na kila siku zinavyozidi kuendelea idadi ya samaki wanaotoka katika bahari hii inakuwa ni chache zaidi. So ukiangalia idadi ya vijana walioajiriwa na hii bahari ambao wanajihusisha katika masuala ya uvuvi ni vijana zaidi ya 300. Na hilo ndio linalotufanya tukaona kwamba lau kwamba tutasema tutaliachilia hili ndani ya miaka kadhaa, ina maana kwamba hii bahari itakuwa haitoi kitu. Je, ajira za hawa vijana itakuwaje? Kwa pamoja tunakusanya taka na baadaye kukagua miche ya mikoko waliopanda hivi majuzi, mingine ikiwa tayari imekomaa. Kwanza tulikuwa tunasafisha bahari, baadaye tukaja na programu ya kupanda miche ya mikoko, ambayo miche hiyo itakuwa inalinda mazingira bahari hii, ambapo itakuwa inafanya wale samaki ambao wamepotea kitambo warudi, na ambapo wakirudi watataga mayai, na kitega mayai basi bahari itakuwa na wingi wa samaki. Vijana tuna role kubwa kucheza katika uhifadhi wa mazingira, kwa sababu katika mazingira yetu hususan katika hii bahari kuna ajira na opportunities nyingi ambazo tunaweza kujiajiri, self employment ambazo ziko katika sekta ya blue economy. Kwa hiyo tukisema tunahifadhi mazingira itakuwa zile opportunities na nio katika blue economy itakuwa tunaziweka hai. Halfan Mazari wa Coastal Ocean Aquaculture anatoa changamoto kwa serikali ya kaunti hii ya Mombasa kuweka mikakati ya kutosha ili kupunguza utupaji ovyo wa taka, ikiwa ni pamoja na kuelimisha jamii kuhusu athari za uchafuzi wa bahari.
Ili kutimiza mambo hayo lazima kuwe na ushirikiano wa NGOs na serikali kijumla, kwa sababu hizo vitu vyote vinavyohusika hapo ni gharama kubwa kwa mkazi wa kawaida wa chini. Kwa hivyo tunahitaji msaada na ushirikiano wa members wenyewe pamoja na CBO na hizo self help group, ili tuwezeshe hii kijumla kusafisha bahari na kuwezesha kurudisha wale samaki ambao walikuwa wamepotea kwa sababu ya uchafu uliojaa. Wanawake wameonekana kwa idadi ndogo sana kuchangia katika masuala ya utunzaji wa mazingira kwa sababu zifuatazo, kulingana na Lisa Ratemo, mwanachama wa Coastal Ocean Aquaculture, kundi ambalo linapania kufuga samaki kando ya ufuo huu. We don't see women coming out here because maybe we have a lot of things to do back at home and a lot of responsibilities. Sasa unapata few time ama there's no time for us in engaging in an activity such as kusafisha bahari, kupanda mikoko. But pia wanawake huko nafai kuambia wajitokeze. It's something that you can come relax your mind when you see the ocean, you see the water, yani inakutuliza tu akili, niyo barizi pia. Sekta ya uchumi wa baharini ina uwezo mkubwa wa kuchangia kipato kwa wanajamii hapa, ikiwa maisha ya viumbe wa baharini yatalindwa kupitia utunzaji wa mikoko. Mambo ya blue economy, vile mulisikia, nilitengeneza State Department maalum ambayo itasimamia biashara hii, kwa sababu ni biashara ya muhimu na tunaweza kupata bilioni 120 mpya ya pesa na mapato kutokana na blue economy. And that is why we have a comprehensive plan on what we want to do about the blue economy. Swala la ajira kwa vijana katika hizi sehemu yetu ya mkoa mzima wa Pwani ni swala ambalo linaweza kupata utatuzi kupitia bahari hii yetu, kwa sababu sisi kama wakazi wa Pwani tuna rasilimali muhimu sana ambao ni hii bahari, ambayo inaweza kutoa ajira kwa kila kijana na kila mama wa sehemu hii, na tusilie kabisa na masuala ya ajira. So sisi ndo tunatakikana katika taifa letu la Kenya tuwe watu wa mwisho wakazi wa ukanda huu wa Pwani kulalamika na masuala ya vijana kukosa ajira. Kwa vijana wenzangu nawaambia kwamba tujihusishe na kukuza mazingira yetu, hususan mazingira ya bahari na mazingira haya bahari yatafaidi sisi sote, mimi ambaye kama ni kijana na pia yule ambaye ni mzee, wote wavuvi wote. Kama vile kusafisha kwa bahari tukaifanya mahali ambapo kulikuwa na uchafu, tukaufanya ikawa ni uwanja mahali ambapo watu wanafanyia mazoezi vijana, ambapo wakati huo kama ingelikuwa hakuna nafasi hiyo ya kufanyia mazoezi, labda angelikuwa mahali kwingine. Kwa hiyo tuliposafisha hapa pahali ni kwa tumewapatia nafasi na miongoni mwa uwanja wa kucheza mpira, la sivyo ingekuwa pengine wengine kwa sasa wako maskani na wanatumia na madawa ya kulevya, na pia katika kuketi kwao maskani kuna fikra mbaya ambazo wanajezana katika uhuni na katika vitu kama hivi. Kwa hiyo sisi kuwasafishia hapa hivi tumewapatiwa fursa, badala ya kwenda kuketi ama kufanya mambo mabaya, wamekuja kufanya mambo ya sports hapa. Jamii ina nafasi kubwa katika kufanikisha malengo ya sekta ya uchumi wa baharini kwa kudumisha rasilimali zilizopo ndani ya bahari yetu. Hili litafanikiwa iwapo kila mmoja atachukua jukumu la kulinda mazingira, serikali ikitakiwa kutoa msaada ufao.